Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu amesomewa mashtaka manne ikiwemo la uhaini katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya mahakimu wawili tofauti. Katika kesi hizo mbili zote zilizoahirishwa hadi hapo Aprili 24 ya mwaka huu, huku Lissu akikosa dhamana katika shtaka la uhaini kutokana na mahakama hiyo kutokuwa na mamlaka ya kusikiliza kesi hiyo. Lissu alifikishwa mahakamani hii leo saa 10:15 jioni ambapo alisomewa shtaka la uhaini na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga mbele ya hakimu mkazi Franco Kiswaga. Katika shtaka hilo anadaiwa kuwa Aprili 3 ya mwaka 2025 katika mkoa na jiji la Dar es Salaam, akiwa ni raia wa Tanzania, alitengeneza nia kuchochea umma kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Katika mashtaka matatu ya kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii, alisomewa na wakili Lucas Arson mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Mwini. Katika kesi hiyo ya mashtaka matatu, Lissu alikana makosa yote matatu, ambapo alipewa masharti ya dhamana ya mdhamini atakayesaini bondi ya shilingi milioni 5, ambapo baada ya kutimiza masharti hayo, kesi hiyo imeahirishwa hadi hapo Aprili 24. Katika mashtaka hayo matatu ya kuchapisha taarifa za uongo, inadaiwa kuwa Aprili 3 ya mwaka huu katika mkoa na jiji la Dar es Salaam, mshtakiwa alichapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube zikisema kuwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 wagombea wote wa Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya rais, huku akijua ni uongo. Katika shtaka la pili ni kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube zikibainisha kuwa polisi wa nchi hii wanatumika kuiba kura, huku akijua kuwa ni uongo. Na katika shtaka la tatu inadaiwa kuwa Aprili 3 ya mwaka huu mkoa na jiji la Dar es Salaam, mshtakiwa alichapisha taarifa kwenye mtandao wa YouTube zikisema kuwa majaji wa nchi hii ni CCM na hawawezi kutenda haki kwa kuwa wanapenda kuteuliwa kuwa majaji. Hizi ni ripoti za kimahakama juu ya sakata la kesi ya Tundu Lissu, ambapo amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Mimi naitwa Mikandaba na hapa tazama namna ambavyo Lissu akiwa anapelekwa korokoroni wakati anatoka katika chumba cha mahabusu ya mahakama, akisema ya kwamba alikuwa anakula. Ilikuwa nakula. Ration ya Jamhuri ilikuwa imeshapita. Muda.